Idadi ya kura zilizopigwa ni 383. Idadi ya kura zilizoharibika ni 3. Mheshimiwa Mwenyekiti, wale wagombea wawili akina mama, kuna waheshimiwa imewapendeza kupiga kura mbili kwa piga wote kwenye karatasi moja. Idadi ya kura kwa wagombea ukifunua hivi unasikia vizuri zaidi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kurudia. Idadi ya kura zilizopigwa ni 383. Idadi ya kura zilizoharibika ni 3. Hizi zimetokana na baadhi ya waheshimiwa wabunge kupigia wagombea wawili kwenye karatasi moja. Idadi ya kura kwa kila mgombea ni kama ifuatavyo: ndugu Veronica Charles Tea, NRA 0. Ndugu Crisant Nyakitita DP 0. Ndugu Amin Alfred Yango ADC 0. Ndugu Anita Alfani Mgaya kura 1. Idadi ya kura za ndugu Ndonge Said Ndonge AFP 1. Idadi ya kura kwa Mheshimiwa ndugu Musa Hassan Zungu 378. Asante. Hivyo Mheshimiwa Musa Hassan Zungu amechaguliwa kuwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla ya kura Asante sana. Naomba iingie kwenye records vizuri. Mheshimiwa Musa Hassan Zungu amechaguliwa kuwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla ya kura 378. Mheshimiwa Musa Hassan Zungu, ninayo heshima kukuarifu kwamba wabunge wa bunge hili tukufu katika kutekeleza masharti ya ibara ya 84 ibara ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamekuchagua wewe Mheshimiwa Musa Hassan Zungu uwe spika wa bunge hili. Kwa hiyo basi, kutokana na kuchaguliwa kwako, sasa nakuita wewe Mheshimiwa Musa Hassan Zungu uwape viapo vinavyohusika. Karibu. Mimi Musa Hassan Zungu nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kutetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Musa Hassan Zungu kwa heshima kubwa ninaahidi mbele ya bunge tukufu kwa nitakuwa mtiifu na mwaminifu kwa nchi yangu Tanzania, na kwamba ninaahidi kuilinda, kuitumikia na kuitetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nguvu zangu zote na moyo wangu wote. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi nathibitisha kwamba nitatumikia vyema kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
katika kazi zangu kama Spika wa Bunge, na katika kutimiza wajibu wa cheo hichi nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa Katiba, kanuni za Bunge na sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za Bunge. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Musa Azzan Zungu nathibitisha kwamba nitatumikia vyema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama Spika wa Bunge, na katika kutimiza wajibu wa cheo hicho nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa Katiba, kanuni za Bunge na sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za Bunge. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Naam, ni Musa Azzan Zungu, Spika mpya wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa nafasi hiyo Spika wa Bunge la 13 akisaini baada ya kula kiapo kwa kuchaguliwa kwa kura 378 kati ya kura 380 halali ambazo zimepigwa katika wabunge wote waliohudhuria hapa leo, wabunge 383, na yakijizolea kula 378 kasoro kula 2 tu ambazo zimekwenda kwa wagombea wengine wawili, na wagombea wengine waliosalia, wagombea watatu, hawakubahatika kupata kura katika kikao hiki cha kwanza cha bunge la 13, mkutano wa kwanza wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hiyo inamfanya Musa Azzan Zungu, mhandisi huyu wa matengenezo ya ndege, kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kushikilia nafasi ambayo atakuwa ni kiongozi wa muhimili ambao utakuwa ni kiunganishi cha Watanzania wote na wawakilishi wao hapa bungeni Dodoma. Akikabidhiwa tuna imani na Zungu. Hotuba fupi ya shukrani kwa wabunge ya Spika kwa mujibu wa kanuni ya 10 fasili ndogo ya 5 ya kanuni za kudumu za Bunge za mwaka 2025 tarehe 1 Novemba 2025. Waheshimiwa wabunge wateule, awali ya yote naomba kutumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutujalia kufika leo tarehe 1 Novemba 2025, ambao ndio kikao cha kwanza cha mkutano wa kwanza wa bunge la 13. Kwa kuwa ndio nasimama kwa mara ya kwanza nikiwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa namna pekee na kishukuru chama changu cha Mapinduzi chini ya uongozi imara wa mwenyekiti wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kunipendekeza kwa mgombea wa nafasi hii ya kuliongoza bunge. Sio kwamba mimi ni bora kuliko wenzangu wote waligombea kupata nafasi hii katika ngazi ya chama, la hasha. Kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu alinipa kibali na kuridhia nigombee nafasi hii, na washukuru sana. Sio kwamba mimi ni bora kuliko. Aidha, niwashukuru waheshimiwa wabunge wateule wote kwa kunipigia kura na kuniamini kwa kiongozi wenu mkuu wa bunge. Imani mlionyesha kwangu ni kubwa, na nathamini sana imani hiyo. Niwahakikishie kuwa huu ushindi ni wetu sote. Hamjanichagua tu ili niongoze bunge, bali mmenichagua ili tufanye kazi pamoja, niwatumikie nyie na kuhakikisha yale yote tutakubaliana
na tutakubaliana kama vipaumbele vya taifa katika mipango yetu mbalimbali kwa kipindi cha miaka 5 ijayo yafanikiwe kwa maslahi mapana ya kutumikia wananchi wa nchi yetu. Naahidi kwa kuwa na bunge moja litoa fursa sawa kwa waheshimiwa wabunge wote na kwamba ofisi ya Spika itakuwa wazi kwa kila mbunge kwa ushauri mbalimbali. Aidha, niwashukuru watangulizi wangu katika nafasi hii ya Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani, ambaye amekuwa kiongozi wangu akiwa spika na mimi nikiwa naibu spika katika bunge la 12 kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2022 hadi mwaka 2025. Mheshimiwa Dr. Tulia aliniamini na kunishirikisha katika masuala mbalimbali na nilitii maelekezo yake yote ili kuhakikisha bunge letu linatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa kanuni na taratibu zilizopo. Nakushukuru sana Dr. Tulia kwa mchango wako na mafunzo na elimu ulionipa. Kwa muktadha huo, ninawaahidi viongozi watakaochaguliwa kuwa wasaidizi wangu, naibu spika na baadaye wenye viti wa bunge kwamba tutashirikiana kuliongoza bunge hili la 13 kwa kutoa maamuzi ya haki, kuzingatia uadilifu na kutokuwa na upendeleo wowote, kwa kuongoza kwa katiba, sheria za nchi na kanuni za kudumu za bunge kwa vyama vyote vyenye uwakilishi bungeni. Ingawa bado hatuna upande wa serikali leo, tunaye mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Hamza Johari. Niahidi kutoa ushirikiano kwa serikali kwamba kama bunge tutashauri na kutoa maazimio ya bunge kwa ajili ya ustawi wa wananchi na maendeleo endelevu ya nchi yetu.